وقل الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى. Leo tunaendelea kama kawaida, lakini kwa kukumbusha, jana tulisoma kitu kizuri muhimu. Tulijifunza kwamba arrizqu huwa salam. Tuliona kwenye kitabu kwamba arrizqu inatoka kwa mkubwa kwenda kwa nani? Kwa mdogo. Inatoka kwa karim, inatoka kwa alqawi, inatoka kwa alghani, inatoka kwa nani? Inatoka kwa almalik arraziq arrabb subhanahu wa ta'ala, kwenda kwa abidi Allah, watumwa wake. Kwa maana kwenye Qur'anul Karim aya za ghaniyul hamid kwa chungu mzima, tajiri mwenye kila kitu, tajiri mwenye kila kitu, tajiri mwenye kila kitu. Tukasema itaisha dunia, lakini Allah subhanahu lahu khazainus samawati wal ard, yeye ndo ana hazina ya vyote vilivyokuwa navyo kwenye dunia tunavyohitaji. Hazina yake kwa Allah, kuanzia lugha tunazozungumza, Kiswahili, Kiingereza, Kiarabu, kwenye kila kitu ujue mahifadhi kabati ilipo kwa nani? Kwa Allah subhanahu. Tukasema kwamba itaisha dunia, lakini haviwezi kuisha alipokuwa navyo Allah subhanahu. Ndio tulikuwa tunasoma jana. Kwa na hapa tulishia kwenye Abu Bakar aliposema la uqatilanna, ndapigana, sio nitawaua, hapana. Hiyo la uqatil as-sigha bimaana al-musharaka ala wazni qatala fa'ala, fahamu, ay sharaka fi al-amr baina at-tarafayn. Kama unanipiga mimi nitafanya nini? Nitakupiga. Na tukasema ishara za watu kukataa, yani wengi wanaoingia kwenye Uislamu walikubali vitu vingi, lakini kwenye swala la zaka kwa kuna uzito. Tangu Mtume Muhammad yuko, ilionekana Mtume Muhammad akaja kutibua michongo. Kabla yake yeye kuna swala ya riba, maswala faida kuwa nyingi, lakini alipokuja kwa yeye wengine walikubali kweli Muhammad una kitu fulani, lakini kwenye maswala ya riba mbona kama vile dini mbona kama vile inatuingilia sasa ule uhuru ule. Umenifahamu? Na hii ukirudi tumesoma hata jana kwamba tumeona jana kwamba binadamu Iblis alimwahidi Allah kuhusu ufalme, kuhusu uhuru wake. Alimwambia hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla. Alimwambia inabidi uwe mfalme ambao ufi hauozi. Umenifahamu? Alifahamu binadamu anahitaji nini? Uhuru. Sasa tumekubali Muhammad, lakini kuna vitu vinatubana. Kwa hiyo hivi vitu vilikuwa tangu kipindi cha Mtume Muhammad. Watu walikuwa kuna namna fulani ya riba walikuwa wanakwepa, isipokuwa wale muttaqin almu'minuna haqqan. Sasa ikaja kudhihirika, ikaja kuonekana kipindi cha nani? Kipindi cha Abu Bakar. Mtume Muhammad alipokufa akawaona kuna watu yuadduna az-zakah, kanu yuadduna az-zakah fi ahd rasulillah, walikuwa zakaa wakizipeleka kwa Mtume Muhammad. Lakini alipokuja yeye Mtume Muhammad alipokufa, akaja yeye wakawa wanazuia watatu. Na Mtume Muhammad Abu Bakar alipofariki Mtume Muhammad akaingia chumbani kwa Mtume Muhammad, akafunua uso wake, akamchumu, mnafahamu, akatoka msikitini akamwambia Muhammadin qadimat, Muhammad amekufa. Sasa man kana yaabudu Muhammad, aliyekuwa kimwabudu Muhammad kwenye hii dini, ishara alikuwa shafani kashaona viashiria, akawapa risala mapema aliyekuwa kimwabudu Muhammad, fa inna Muhammad qadimat. Sasa Muhammad amefanya nini? Amekufa. Wa man kana ya'budu rabb Muhammad fa inna Allah hayyun la yamut. Bas Allah ifanya nini? Yuko hafi, inabidi tuendelee na maisha mengine. Kweli baada muda watu hawataka kutoa zaka, ndio akasema la uqatilanna, mimi hao watu lazima nipigane nao kivyo vyote vile, lakini lazima nipigane nao. Kwa sababu gani? Watakwenda kuathiri umma. Simenifahamu? Alifahamu watakwenda kuathiri umma. Itaonekana tena umma kama vile unakwenda kufanya nini? Hauna muongozo. Atumtaki Abu Bakar, na viashiria kwa atumtaki Abu Bakar vilishaanza mapema, lakini akadhibiti. Vikaja kuonekana kwa nani? Kwa Umar, kwa Uthman bin Affan na kwa Ali, wale watatu waliouliwa. Kwa hiyo unaona akatoa tangu mapema alishaona viashiria. Ndio maana unaposoma history ya Uislamu kwa Abu Bakar hakujatokea shida yoyote
vita vilikuwepo vya kupunguza vya fathu, kufanya kueneza dini, lakini sio vita Waislamu wenyewe kwa wenyewe. Hapana, Waislamu kwa wenyewe vita vilianza kuja kwa Ali bin Abi Talib. Unafahamu? Wengine wanasema Ali leo tunataka alimuua Uthman, wengine wanasema la tumwache kwanza Ali ndio kwanza atakaye kuchaguliwa, tumwache kwanza. Wakataka kupigana vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baadaye lakini ukawa hajapigana. Si imeeleweka? Na baada ya hapo pakatokea vita vingi, fitna zikatokea nyingi. Unafahamu? Waislamu ili uchaguliwe ukhalifa ikawa kitu cha moto. Unafahamu? Yaani imekuwa ngumu mpaka daula ikafanya nini? Ikaanguka. Na tukasema daula ilikuwa hikma ya Allah. Uislamu utakiuka muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu lengo la Uislamu sio kuwa empire, sio kwenda kueneza nguvu kwa watu wengine, kuteka maeneo ya watu wengine. Lengo lilikuwa kulifanya kalimatullahi hiya al-ulya, watu wafanye nini? Wamjue Allah subhanahu. Kwa hiyo baadhi ya maeneo muhimu ilipoingia tu Uislamu, maana kika automatically wengine watafanya nini? Watakuja. Hasa maeneo ya biashara kwa kipindi hiko, dini ilipofika Uturuki, dini ilipofika maeneo ya Sham ambayo kuna watu kutoka sehemu nyingine kwa kipindi hiko, Europe, kutoka Afrika, kutoka wapi, watakuwa ni automatically lazima waende kwenye biashara zao. Lazima taarifa watafanya nini? Watazipata, watarudi. Kwa hiyo ilipofika kwa baadhi ya maeneo muhimu ambayo kwa kipindi hiko ndio kitovu cha siasa na kitovu cha biashara, ilipoingia tu Baitul Maqdis, Umar alipofika dini Baitul Maqdis, mnafahamu, ikawa itakuwa automatically. Baada pale daula kufanya nini? Ikadondoka. Kwa neno kubwa kalimatullah. Basi sio kuchukua miji ya watu kwenda ku empire, kwenda ku dominate maeneo ya watu. Ni kwamba hapa lazima tokee sisi hapa. Hiyo ni wa Amerika, wa Roma, wa Sovieti, wale watu ambao wanapinga utaratibu wa Allah na wanataka kueneza utaratibu wa kishenzi wa kishetani, wa shaytan ar-rajim. Leo tunakuja katika hadithi ya al-Musayyib bin Huzn. قال alisema al-Musayyib babu dalil ala sihhati al-islam, dalili kwamba Uislamu unafaa man hadarahu al-maut, kwa yule mtu ambaye kwamba ndio hadarat al-maut shamia. Yani miaka yote huko mtu kacheza kafanya kila kitu, lakini muda ambao anakufa akakubali Uislamu, Uislamu wake unafaa au haufai? Huyu bwana huyu kwa sababu anataka kufa, huyu bwana kafanya amezungumza tu vile, anajihami tu, huyu muongo huyu, afai kwenda kuzikwa huyu. Miaka yote kanywa bia, miaka yote kafanya ushenzi, miaka yote kafanya umalaya, leo anataka kufa, amesema la ilaha illa Allah, menda mnamzika. Haiwezekani ya akhi. Mtume Muhammad anasema hivi, man kana akhiru kalamihi, mtu atakapokuwa mazungumzo yake ya mwisho, wa huwa mu'minun, akazungumza la ilaha illa Allah kwenye mazungumzo yake ya mwisho kwenye anakufa, amesema la ilaha illa Allah wa huwa mu'minun bi, dakhala aljanna. Ndio Muhammad anasema mtu huyo anaingia janna bila hisab. Ndio jana tumezungumza masuala imanun billahi bil ghaib, tukasema kuna kitendo kilichokuwa kizito kwenye mizani ya Allah kama kitendo cha kumwamini watu wamemwamini Allah hawajamuona, wamemwamini Mtume Muhammad watu hawajamuona. Hakuna amali hakuna dhambi itakayoweza kuzidi mizani kikiwekwa kitendo cha mtu kumwamini Mtume Muhammad na Allah bila kuona. Ikiwa mtu kusema subhanallah bihamdihi subhanallah alazim ni athqal inda almizan, كلمتان خفيفتان ثقيلتان في الميزان، kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar ni athqal inda almizan. Vipi kuamini, yani kumwamini Allah ya akhi? Wanasema hekalu la Allah subhanahu ni kifua cha mtu baada ya misikiti. Yani Allah ana nyumba mbili, ana nyumba hizi turfa adhina an yufa misikiti, na ana nyumba ya pili ni nini? Ni qulub, vifua vya watu. Mnifahamu? Kifua cha mtu ndio maana innal la yamassuhu illa almutahharun. Qur'an al-Karim haifai kushikwa na watu ambao kwamba kwenye vifua vyao Allah hayupo, maana yake fihi najas, kuna uchafu.
Tumefahamu mtu anakiri kipindi cha kufa annahu hu wa annahu la ilaha illa hu wa annahu la ilaha illa Allah, amekiri kwamba Allah ni mmoja. Shekhe, unasema huyo mtu anasema hivyo, huyo anajiami tu, huyo hamna kwenda kumzika. Mnafahamu? Imeleweka? Ndio tunachojifunza hapa. Mtume Muhammad anasema inna ahadakum sayamalu bi'amali ahli aljanna. Mnafahamu? Hakika yoyote katika watu anaweza kufanya matendo ya watu wa peponi, hatta la yakunu bainahu wa baina aljanna, mpaka unakuwa hakuna kati yake yeye na pepo isipokuwa kuingia peponi. Yani akifa kaingia peponi, fayasbiqu alayhi alkitab, lakini kitabu ambacho Allah amekiandika kinamtangulia, fayamalu bi'amali ahli an-nar. Mtu anakwenda siku anayekufa, mtu anakwenda kufanya matendo ya watu wa motoni, fayadkhulu an-nar, anaingia wapi? Ma huwa alkitab? Tunaposema kitabu maana yake ni bisanad sahih. Ndio Muhammad anasema awwalu ma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala alqalam, kitu cha kwanza Allah kukitengeneza ni nini? Ni peni. Ya akhi, peni imebeba elimu ya Allah, kama binadamu alivyobeba ustaarabu wa nani? Wa Allah. Binadamu kabeba ustaarabu wa Allah, kabeba tabia ya Allah, kabeba sura ya Allah, kabeba taarifa, kull information kuhusu Allah binadamu kabeba yeye. Kisha Allah akamwambia nenda kamtangaze Allah, nenda kaseme duniani, kaimbe duniani kwamba dunia hii haina Allah isipokuwa yeye. Allahu akbar, Allah mkubwa, nenda kamtangaze, nenda kaimbe. Ndivyo hivyo peni Allah imebeba nini? Imebeba ile quwwatullah. Yani angalia, ndio Muhammad anasema Allah kitu cha kwanza kutengeneza ni nini? Ni peni. Akaiambia peni kun, peni uktub, peni andika. Yani peni kiambiwa andike, yeye inafahamu niandike nini. Allah akiambia peni yake, ya akhi, Allah na mikono miwili, na Mtume Muhammad anasema Allah mikono yake yote miwili ya kulia, hana mkono wa kushoto. Kilta yadullahi yamina. Umenifahamu? Wasamawati matwiyatun biyamini. Allah subhana anakwenda kuikunja ardhi kwa mikono yake miwili ya kulia, hana mkono wa kushoto. Ndio Allah ana mikono miwili, lakini mikono yake miwili kama mfalme hawezi kuandika. Kaza kuandika tunaandika mimi na wewe. Umenifahamu? Duniani unaandika si kabati, si vitu gani, si kitanda, si msumari. Allah yeye ni mfalme, the king of the world, mfalme. Nikitenda kuambia andika, peni yenyewe inaandika, yenyewe automatically inaandika vitu ambavyo Allah anavitaka. Mfalme ametulia ala al-kursi, ala al-arsh, juu ya arsh ametulia. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Wa idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, anapokitaka kitu kiwe huwa anakiambia haya kuwa, kitu chenyewe kinakuwa. Wala ana binadamu pekee alipotaka kutengeneza ulimwengu, Allah kitu alichokitengeneza kwa mikono yake, unajua ni kitu gani? Binadamu pekee yake ndio Allah kamtengeneza kwa mkono. Vilivyobakia vyote kaviambia tu kuweni vikao. Malaika kuweni malaika, wanakuwa malaika. Shetani kuwa shetani, anakuwa shetani. Mbingu kuwa mbingu. Waqala lil-ardi وقال للأرض وللسماء ائتيا طوعا أو كرها, mbingu na ardhi njoeni. Qalata ataina ta'i'in, vikasema tunakuja hali ya kuwa watiifu. Sema vilivyobakia vyote vimekuja kwa nini? Vimekuja kwa kuambiwa kuwa vikawa illa Adam, isipokuwa Adam alayhi salam. Mnifahamu? Simeleweka? Ya akhi, tarajia kuzungumza nini maana Adam? ما الفرق بين آدم والدم؟ من فهمه. نقول كنا سورة من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم ويلم ثم إلهم فهم الله. تسمى اسم ما يعرف به ذات الشيء. شجرة ما تكتمفهمش فلان kuhusu fulani, kwamba yule pale ni Muhammad, yule pale ni Shaban, yule pale ni Aisha, yule pale ni Fatima. Kwa kile kitakachokutambulisha kuhusu mtu mwingine ndio ismu. Kwa soma vitavyokutambulisha kuhusu nani? Allah alladhi khalaq. Allah ametengeneza, khalaqa al-insana min alaqa, amemtengeneza binadamu kwa nini? Kwa alaqa. Katika majina ya damu ina majina mengi, miongoni mwa majina yake ni damu, alaqa. Unajua maana alaqa? Ma alaqatu
ma alaqatu baina fulan wa fulan, wana mahusiano gani kati ya fulani na fulani? Ay ma alaqatu baina al-insan wa ar-rabb, kuna mahusiano gani kati ya binadamu na nani? Na Allah. Ma alaqatu, kwa hiyo dam summiya alaqa, dam imeitwa alaqa lialaqati baina Allah wal insan wal alam al bashariyya. Kuna mahusiano gani kati ya nani? Ya Allah na nani? Na binadamu. Na tukasema binadamu kuitwa insan kwa sababu kasratun nisyan, kwa sababu anasahau sana. Al-insan min anasa ya'nis muanasa, binadamu anahitaji mtu wa kumliwaza kwamba akirudi nyumbani, umenifahamu, watoto wake pale, mke wake akiamka akienda nyumbani kwenye riziki, Allah wenyewe asema Mungu, Mungu hebu nijalie basi mnifahamu, anahitaji mtu wa kumliwaza. Fasumia insan min ins, kisha Allah kwamba ya ayuha al-insan, binadamu, mwanadamu, ewe mwenye damu kwenye mwili, umenifahamu, ma gharraka bi rabbika al-karim, kitu gani kinachokudanganya kuhusu nani? Kuhusu Allah subhanahu. Kwa hiyo insan min dam, na dam min alaqa, wal alaqa min alaqati baina Allah wal bashar, kati ya Adam binadamu na Allah. Dam imeitwa damu kwa sababu ya mahusiano yetu kati ya mnafahamu. Ndio maana wanasema damu sio maji, damu ina nguvu. Mnafahamu, damu imebeba taarifa zako. Nikichukua damu yako nikaipeleka maabara, na uweze kupata information zako zote kwa damu zote, kama wewe unaumwa kansa, wewe una ugonjwa zile genetics, wewe una matatizo ya kurithi ya kwenu, wewe una uwezo kukasirika kwa haraka, wewe unanifahamu? Imeeleweka? Adam ya adami, umeelewa? Umefahamu? Umeeleweka? Alaqatuna ma'a Allah subhanahu. Ndio maana suratul alaq, ndio Muhammad kama yujma'u ahadukum fi batni ummihi 40 yawman, kila mtu anakusanywa kwenye tumbo la mamake kwa 40 yauma, anakuwa nutfatan, kwanza manii ya wazazi wake, maji yaliyomtoka mama na baba yanakutana. Umenifahamu? Yakishakutana yanakwenda kufanya nini? Yanakwenda kutengeneza nini? Alaqa, mahusiano ya kibinadamu, amjue huyu baba huyu mama. Umenifahamu? Kisha inakwenda kutengeneza nini? Mudgha, pande la nyama. Kisha nini? Nutfatan, alaqatan, mudghatan. 40 mara tatu inakuwa nini? 120 sana, miezi mingapi? Miezi 4. Kisha kitu cha kwanza akishakomaa yule mtoto, anakwenda malaika kwa haraka, fayamuru bi 4 kalimatin, anakwenda kumwambia chague vitu vinne. Miongoni mwa hivyo vitu vinne nani? Ar-Rabb, aende kumchagua Allah, amfahamu baba yake, amfahamu mama yake, na amfahamu nani? Allah. Wa qadayna ala, Allah anasema vipi? Wa qadayna wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah amehukumu usimwabudu mtu yote isipokuwa nani? Allah, na uwafanyie wazazi wako tabia nzuri. Faha hiya al-alaqa, faha hiya al-ulq. Mnafahamu? Hayo ndio mahusiano ya Allah kampa binadamu, akaitwa damu ya kuanzia kwenye tumbo. Na tuchazungumza miaka binadamu haianzi pale anapozaliwa. Miaka binadamu inaanza akiwa tumboni kwa mama yake, anakula chakula. Una miaka mingapi? Na miaka 40 na miezi 9, na itabia na ile miezi ulikopoa tumboni. Riziki zimeanza tumboni ya sio baada ya kuzaliwa. Bwana, mimi nina miaka kadhaa na miezi kadhaa na miaka 20 na miezi 9 nilikuwa tumboni kwa mama yangu, kwa sababu hai ilianza kwa wapi? Ukiwa tumboni. Uwezo ukaelewa illa bil kitab, usome Qur'an al-Karim. Imeeleweka? Kwa hiyo peni ikaandika vitu vyote ambavyo Allah fanya nini, pamoja na matatizo ya binadamu na mazuri ya binadamu. Kila binadamu anapozaliwa anakwenda kuhakikisha mipango ya Allah imeshaandikwa kwamba fulani atazaliwa atajidhulumu mwenyewe. Akhi, tunavyofanya binadamu sio kama Allah ametulazimisha tufanye. Tumefahamu? Tunakwenda kwa sababu wenyewe peni ilishaandika fulani atazaliwa atamkataa Allah, fulani atazaliwa atadhulumiwa, fulani atazaliwa atadhulumu. Kwa hiyo tunapokwenda kuzaliwa tunakwenda kuthibitisha yale ambayo Allah alishayajua tayari, na alishaiambia peni iandike, na peni kaandika.
Umefahamu? Ndio maana kuna watu wanafanya matendo mazuri miaka yote kisha baadaye anakufa mshirikina, kwa sababu peni ilishamjua na ilishamwandika na Allah alishamjua huyo mtu. Ndio maana akasema wa indahu ummul kitab likulli ajalin kitab, kila ajali, kila kinachotokea duniani kimeandikwa. Mnafahamu? Wa indahu ummul kitab, na Allah ndio ana mama wa mambo yote yaliyoandikwa. Yasha anafuta kwenye kitabu anavyovitaka, wa yuthbit, na anaacha anavyovitaka, imma kwa watu kumuomba Allah tufutie turekebishe kwa dua, au watu wenyewe huruma, Allah yeye mwenyewe huruma yake tukaamua kufanya nini? Kufuta. Imeeleweka? Ndio maana ya Allah Uislamu unakubalika kipindi cha mtu anakufa, si ndio? Maana yashra fi an-nafs kabla jaanza fanya nini? Roho jaanza fanya nini? Kutolewa. Mnifahamu? Wao inaitwa gharghara, gharghara, ile muda ambao roho inatoka ndio inaitwa gharghara. Imeeleweka? ونسخ جواز الاستغفار للمشركين, na sheria ya Allah ikafuta kwamba haifai kuwaombea watu nini? Washirikina. Wadalil ala amata ala shirki, na dalili yoyote atakayekufa akiwa mshirikina fahuwa fi ashabil jahim, katika watu wa motoni. Wala yunqadhu min dhalika shay'un min alwasail, na hakuna kitakachomsaidia chochote katika vitu vitakavyowasaidia watu, labda sadaka yake kama ana sadaka tunjaria, ana chochote ambacho kinaweza kumsaidia mtu, wewe mtu hawezi fanya, hawezi kwenda kumsaidia. Imeeleweka? حديث المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة, أبو طالب ni ammi yake Mtume Muhammad, yani baba yake Mtume Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah baba yake Mtume Muhammad alikuwa na ndugu zake, miongoni mwa ndugu zake ni nani? Hamza bin Abdul Muttalib, yule ambaye alikubali Uislamu mapema tu na alifariki kwenye vita. Umenifahamu? Miongoni mwa ammi yake Mtume Muhammad Abu Talib. Abu Talib alipoiwa na kifo, umenifahamu, jaahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad aliingia chumbani, alipoingia chumbani fawajada indahu Aba Jahl, akamkuta nani? Akamkuta Abu Jahl bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayya. Umenifahamu? Na wote walikuwa shurafa, walikuwa watu wazito. Umenifahamu? Walikuwa watu wazito kipindi hicho. Hapo sana hiyo hivyo. Jaahu Rasulullah, Muhammad kaingia ndani baada ya kusikia babake, ammi yake hali yake sio nzuri. Am ni ndugu wa babake, khal ni ndugu wa mama, au mwanamke au mwanaume anaitwa khal. Imenifahamu? قال akasema Mtume Muhammad, qala Rasulullah li Abi Talib, Mtume Muhammad akamwambia ammi yake Abu Talib, ya am qul la ilaha illa Allah. Ya am, baba mdogo. Am ndio uzuri wake, baba mdogo, baba mkubwa wetu anaitwa hivyo am. Mnifahamu? Qul la ilaha illa Allah, sema nini? Na hii ni sunna. Mtume Muhammad amesema laqinu mautakum la ilaha illa Allah, watamkisheni. Unajua maana laqinu? Watamkisheni maiti zenu la ilaha illa Allah. Achana watu wanakwenda makaburini wanaimba la ilaha illa hakuna kitu kama hicho, haijathibiti. Laqinu mautakum, watamkisheni wale wagonjwa wenu ambao mnayakini wanakufa. Upo hospitali au nyumbani, unaona huyu mtu huyu hapa alipofikia huyu hatua ya mwisho, basi mtamkishe nini? Wewe mtamkishe. Umefahamu? Kumtamkisha pale unafanya nini? Unamsaidia ya akhi, unampushi. Sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Yule mgonjwa mpaka Allah atamfanyia wepesi, atatamka la ilaha illa Allah, ili afe maneno yake ya mwisho nini? Ya la ilaha illa Allah, saidi kupatwa na adhabu. Ya adhabu za Allah ni kali. Hakuna anayeweza kuzungumza, hakuna alim ya, hakuna yoyote anayeweza kuzungumzia adhabu za Allah isipokuwa atazungumza kama Allah, atanunguka kama Allah yafanya alizungumza yeye. Amesema la yu'adhibu adhabahu ahad, hadhihi arrahma.
Mtume Muhammad watamkisheni jamaa wagonjwa wenu watamkisheni la ilaha illa Allah watamkisheni hakuna anayefaa kuabudiwa kwenye dunia isipokuwa Allah waambieni wazungumze maneno hayo Muadh bin Jabal alipokwenda Yemen Mtume Muhammad alimwambia kitu cha kwanza waambie watu nini watamki la ilaha illa Allah cha kwanza mnafahamu hii watu wanaenda kutafuta PhD ya sheria ni uongo ambao watu wamewekewa PhD ya sheria nani amekwambia PhD ya sheria mimi nimesoma kulliyatu sharia nimesoma kulliyatu man qala lak mnafahamu watu watamki la ilaha illa Allah wala babi kulliyatu sharia wala babi una PhD ya sheria umefahamu jahala ujinga ni bid'a nimesoma mimi Saudi Arabia Jamiatul Madinatul Munawwara al-Sudan nimesoma mimi Sudan nimesoma mimi Azhar Sharif nimesoma Misri Egypt ya akhi usiwatishe waislamu na kulliyat na jamiat meloka ile ni kadhba ni ainul bid'a ndio maana wakirudi wanashinda kukaa mahala sehemu moja hawezi kukaa sehemu moja meloka kwa hiyo Allah Mtume Muhammad akasema ya am qul la ilaha illa Allah sema la ilaha illa Allah kalima neno hilo kwa neno hilo ashhadu laka biha inda Allah na kwenda kukutolea ushahidi nitakuingiza kwenye shafaa nitakuingiza kwenye maombi yangu ya kwenda kufanya nini na kuingiza kwenye mambo gani ya kwenda kuwaombea watu yauma al-qiyama wasiguswe na moto imeleweka faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah wakasema ya Aba Talib atarghab an millati Abd al-Muttalib yani leo unaacha al-asnam Allata wal-Uzza unaacha mila ya babu yake Mtume Muhammad mata ala shirki wanaotetea kwamba baba yake Mtume Muhammad akufa mshirikina wanaotetea babu yake Mtume Muhammad akufa mshirikina watu wa maulidi peke yake kwa sababu wamefanya ghulubu wamevuka mipaka watu wa maulidi pekee ndio wanasema baba yake Mtume Muhammad ataingia peponi maulidi kitu gani kitakachomuingiza peponi wanasema kwa sababu amekufa Mtume Muhammad hajapewa utume ya akhi kuna Kaaba kwa Kaaba imejengana unajua toka tangu Mtume Muhammad anazaliwa mpaka Kaaba ni miaka mingapi miaka mingi imepita Mtume Muhammad Allah alimwambia Ibrahim minfam antahira baiti lit-taifin safisheni nyumba iwe kwa watu ambao kwamba wanakuja kufanya tawafu hapo Makka wa alla yushraku bi na kwenye Kaaba watu wasifanye ushirikina minfam waulize alikuwa akishika funguo za Kaaba na babu yake Mtume Muhammad lakini alikuwa kuabudu nini la wala Uzza kwa kuabudu vinyago wanashangaa wanakataa babu yake Mtume Muhammad na baba yake Mtume Muhammad hawakufa washirikina baba yake Ibrahim aula min nabi Muhammad na Ibrahim alikuwa ni bora wa Muhammad alikuwa abu al-milla Ibrahim alikuwa abu kwa Muhammad ni baba wa Muhammad Mtume Muhammad damu yake Ismail imedondokea kwa nani kwa Ibrahim pamoja Mtume Muhammad ni bora kwa viumbe wote ndio mtume wa mwisho lakini Muhammad alikuwa tahta Ibrahim alikuwa chini ya Ibrahim alikuwa abu wa Muhammad ibn Ibrahim alikuwa abu al-milla fattabi'u millata abikum Ibrahim fatadu milla Ibrahim babaka alikuwa nani Azar ay yuzilu al-kuffar babaka alikuwa anaanza vinyago baba Ibrahim usipoacha kunisumbua kuniambia sisi niache vinyago fanya nini takuua waulize babake Ibrahim yuko wapi fi jahannam ya mnafaa fi jahannam imeleweka sababu baba Abd al-Muttalib za baba anaitwa Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Muttalib kafa mshirikina watu wanaona haya kusema babake Mtume Muhammad alikufa mshirikina wanajisikia vibaya mbona Allah kwenye Qur'an amesema babake Ibrahim mshirikina hajaficha
Allah anasema la yastahi min alhaq shay, amuonee mtu haya. Sio fahamu haya. Angalia ammi yake Mtume Muhammad aliyemlea baada ya babu yake kufariki, baada ya mama yake baba yake kufariki, umenifahamu, aliyemlea anaambia ya am qul la ilaha illa Allah. Manake baba yake na babu yake wamekufa washiriki, wanaabudu vinyago, na Allah amesema la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika. Hana muda wa kwenda kuwasamehe watu waliokufa na wanaabudu vinyago na miti na jua. Simeeleweka? Imeeleweka? Kibiri Mtume Muhammad anamkumbusha, anamtamkisha, anataka kumtamkisha ammi yake aseme la ilaha illa Allah. Kuna watu pembeni nao wanamtamkisha, wanamkumbusha, kwa nini unaacha miungu? Afya cheki, angalia hawa juhala, hawa wajinga, hawa kusema aqida. Angalia, atarghab an aqida Abdul Muttalib au atarghab an millat Abdul Muttalib? Wamesema nini? Milla ya akhi, na walikuwa Arabu. Sio aqida taka. Mnafahamu aqida ya akhi? Leo kuna kulia inaitwa, kuna jamaa wangu mmoja anasomea kulia al-aqida, ad-da'wa wal-aqida. Special. Amespecialize kwenye ad-da'wa wal-aqida. Nikamwambia aqida umetoa wapi? Amesema aqida lugha. Aqida inafaa lugha, nikamwambia umetoa wapi? Allah amesema milla. Mpaka kufaru wanaambia Abdul Muttalib atarghab an milla Abdul Muttalib. Jamaa ajibu vipi? Ubishana sikitaka ubishana naye. Amesema yeye asomea kulliyat ad-da'wa wal aqida mithli. Mpaka Saudi Arabia hiyo kullia ipo. Kulliyat al-aqida, kulliyat ad-da'wa wal aqida. Wagoda kusema aqidatul muslim, sio Uislamu tuna aqida ya hadithi. Sisi tuna milla, fattabi'u millat abikum Ibrahim. Hakuna aqida ya mpaka uchawi ni aqida. Al-uqda wa min sharri nafathati fil 'uqad. Al-aqida kufunga ar-ribat, na kama nafunga uchawi hii ndio aqida. Amma ad-din al-iman wal-islam wal-ihsan wal-milla ملة أبينا إبراهيم. ملة من الإملاء. الكتب يا أخي ملة الإملاء. تقول يعني كمونه ملل فلان كان ذيك. ملة أي ما كتب الله لإبراهيم، فقال إبراهيم هذا دينك ودين من جاء بعد.